Na watahiniwa 147 kati ya 171 kutoka shule ya upili ya Morijo wameandikisha matokeo ya kuwapa fursa ya kujiunga na vyuo vikuu, kama Boniface Barasa anavyotuarifu. Barabara hii ya kukwea milima na miteremko inayopenyeza kwenye msitu ndio inayotuelekeza katika shule ya upili ya kutwa na mseto ya Morijo, Samburu Kaskazini, eneo ambalo kwa wengi linafahamika kwa kugonga vichwa vya habari kufuatia misururu ya mauaji pamoja na wizi wa mifugo wa mara kwa mara. Hapa tunakumbana na wanafunzi, walimu na wazazi wakisherehekea matokeo bora ya mtihani wa kitaifa wa KCSE wa mwaka 2025 yaliyotangazwa siku chache zilizopita. Nimepata alama ya B-. Haikuwa rahisi sana kwa sababu sisi pale tulipokuwa darasani tukifunzwa marisasi ya bandi zinakuja hivi karibu na shule, tunapewa klasi ya kulala ndio tuweze kuwa safe. The chair of 171, those going to the university are 147. It has not been easy. Like last year we lost 7 parents to banditry. We had a case of a student who was shot coming to school. Simulizi za watahiniwa hao zinapoashiria kustahimili mawimbi mazito ya kiunzi cha ukosefu wa usalama katika kuandikisha matokeo hayo. Tulikumbana na maafisa wa GSU waliotumwa eneo hilo kuwakabili majangili, wakiendeleza doria kwa kutumia kifaru, kambi yao ikiwa mita chache kutoka shuleni humo. Nashukuru security officers yetu ya GSU wakati wote ambaye wana make sure kwamba hii watoto ya hii shule na pia ya primary school wanaendelea kusoma, na hiyo ndio imefanya hii watoto wamefanya mzuri. Miundo mbinu duni shuleni humo pia ni jambo la kusikitisha, walimu wakilazimika kutumia chumba hiki kama afisi na wakati mwingine kama mahabara, hali iliyotatiza elimu ya watahiniwa hao na elimu ya wengi. Matokeo hayo yanapoiweka shule hii kidedea, wanafunzi wakikiri kukumbana na changamoto sihaba, ikiwemo kuhimili changamoto za ukosefu wa usalama. Kikubwa anachohitaji ni kuimarishwa kwa usalama kikamilifu ili wakaendeleze rekodi bora katika siku zijazo. Boniface Barasa, Runinga Citizen, shule ya upili ya mseto na kutwa ya Morijo.